صبر زميل المنذري elimu kwa dalili. عثيمين رحمه الله توفي رحمه الله تعالى في مدينة جدة. الشيخ ابن عثيمين alifariki katika mji wa Jeddah, ilikana Jeddah قبيل مغرب يوم الأربعاء, kabla tu ya magharibi ya siku ya Jumatano الخامس عشر من شهر شوال, tarehe 15 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1421 Hijria. Bimaana tukisema kuanzia huu mwaka tulioko ambao ni mwaka 1447 itakuwa ni miaka mingapi imepita? 26 kama sikukosea, sio? Kutoka kufariki kwa Sheikh Ibn Uthaymeen miaka 26. Kwa ikiwa wewe ni chini ya miaka 26 wewe hukumpata Ibn Uthaymeen. Chini ya miaka 26 hukumu wai, bimaana amefariki kabla wewe kuzaliwa. Na mimi nakumbuka akifariki Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala mwaka 1421, tulikuwa bado tusoma madrasa wakati huo, kabla miaka 26 iliyopita, na hii habari ilienea ulimwengu mzima sababu alikuwa na athari kubwa sana katika taalimu. وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس, akaswaliwa المسجد الحرام مكة بعد صلاة العصر siku ya Alhamis. Wakaenda kumzika maelfu kwa maelfu ya watu, akazikwa katika mji wa Dufina fi Makkah al-Mukarrama, akazikwa katika mji wa Makkah. Ikatoka amri ya mfalme بعد صلاة الجمعة في اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة, akaswaliwa misikiti yote kwa amri ya malik, akaswaliwa salatu al-ghaib katika misikiti yote ya mamlaka siku ya pili, ilikuwa ni siku ya Ijumaa rahmatullahi ta'ala alayhi. Ibn Baz rahimahullah ta'ala kadhalika aliswaliwa katika Masjid al-Haram Makkah, na pia akazikwa Makkah. Sheikh Muqbil tuwafia fi Makkah, aliswaliwa pia al-Masjid al-Haram Makkah, akazikwa Makkah rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Wote wanaovioni wetu walizikwa katika mji wa Makkah na kuswaliwa pale pale. Sheikh Ibn Baz ilikuwa tofauti zaidi mazishi yake, sababu watu walikuwa ni wengi sana mpaka zikafungwa njia za kuingia Makkah, bimaana hakuna tena nafasi, haram imejaa. Watu wakaambiwa kila mmoja amswalie huko aliko, msije, kumejaa. Na iko clip yaonyesha wakati jeneza lake lapelekwa, subhanallah subhanallah, yani ile idadi ya watu waliomzika huyu bwana ni kubwa mno. Kisha waje kumpata mtu leo hapa amzungumza Ibn Baz kwa sababu tu yeye ni khurafi, basi amsema kwa maneno machafu, maneno mabaya kabisa, kwa sababu asojua fadhila za watu wa khairi. Huwezi kumwambia kitu wewe sababu hajui fadhila, lakini unomfahamu wamtambua nani Sheikh Ibn Baz rahimahullah.